Leo tutaendelea na hatua yetu ya pili juu ya hoja ile ile. Kwa nini tunasherehekea sikukuu hii ya Pasaka, hasa katika sehemu hii ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu? Kama tulivyosoma wiki iliyopita, maandiko kwa undani na ufafanuzi wa undani ni muhimu, kwa sababu hili katika tunzi za uhubiri tunasema this is a character sermon. Ni ujumbe ambao unazungumzia mtu binafsi au jambo binafsi, lakini tukitaka ufafanuzi upana wa uelewa. Vinginevyo tutakuwa tunasherehekea hii sherehe ya Pasaka kama dini tu, katika mfumo wa kidini, badala ya kuwa na mtazamo wa kiroho kwa utu wa ndani. Nia yangu ni kwamba kwa nini tunasherehekea si kama dini wengine, kama tulivyozungumza wiki iliyopita Jumapili, siku ya Ijumaa, kwamba Ijumaa Kuu kwa wengine tafsiri ya kiroho inapotea na kuja tafsiri ya kimwili zaidi. Wakati wa kuhuzunika, wakati wa kuvaa mavazi meusi, wakati wa kutokula nyama kwa wengine. Ukiangalia tafsiri hiyo inaulenga utu wa nje, lakini ukweli tafsiri ya utu wa ndani ni kutimilika kwa andiko, kwa neno la Mungu. Ni ushindi juu ya ukombozi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulitimilika. Kwa lugha nyingine tunasema maandiko yote katika Taurati yanasema pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa kwetu sisi, katika mtizamo wa kuelewa kwa nini tunasherehekea, kwa sababu hapo ndipo andiko lilotimia la kumuondolea mwanadamu dhambi. Dhambi yako na dhambi yangu imeondolewa kwa msamaha wa dhambi baada ya kumwagika damu. Maana pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Hukumu iliyoteremshwa juu ya mwanadamu ilikuwa ni juu ya dhambi, na namna ya kuitoka dhambi mwanadamu lazima toba. Ndio maana hata sisi wenyewe katika siku tunasema siku ya Ijumaa Kuu pia ni siku ya kukumbuka, siku uliposamehewa dhambi zako, siku ambapo wewe ulitubu dhambi zako na kuziacha msalabani. Ina uzito wa kipekee katika fundisho letu la Ijumaa iliyopita, maana wengi walifika hapo. Ndipo sasa wewe ukahesabiwa kwamba ni mtu wa Mungu, unaenda mbinguni, wakati dunia na wala ambao hawajampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wao, wala ambao hawajapokea msamaha wa dhambi, hawajatubia sawasawa dhambi zao kwa kiwango cha kuikubali damu ya Yesu, hata kama wanamtaja Bwana Yesu sana kwa midomoni, sehemu yao ni katika ziwa liwekalo moto na kiberiti. Maana yake ni hii, kuanzia kumwagika wa damu ya msalaba. Na ndio maana tulipoangalia Jumapili kusema hata makaburi yalifunguka, watu wakatoka kutoka kwa wafu. Kwa nini? Kwa sababu damu ya msamaha wa dhambi ilimwagika. Utaniambia kwa nini watu hao walikuwa wanamwamini Mungu alafu wakaenda kule kuzimu, au wakaenda mahali pa giza? Mnakumbuka mfano aliotoa Yesu kwa Lazaro na yule tajiri. Walikuwa wanatazamana, wote wako katika kuzimu, lakini huyu yuko kwenye amani na huyu yuko kwenye mateso. Lakini msalaba wa Yesu umetenganisha kabisa kifo cha msalaba. Mtu akifa anaenda peponi, wakati mtu anapokufa bila wokovu anaenda kule kule gizani, kuzimu, kwenye mateso, akingojea hukumu ya milele. Na huyo alienda mbinguni akigolea starehe ya milele na hata milele. Ndugu zangu, kumwagika kwa damu ya Yesu msalabani kulikuwa ni kutimiza neno la Mungu, neno la Taurati. Pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Na ndio maana ukifukua kwa undani sana, hata mtu wa kwanza Adam alipomkosea Mungu,
ili Mungu awe na mawasiliano naye, ilibidi achinje damu ya mwanambuzi, na ndipo awavishe ile nguo. Damu ndiyo inaondoa dhambi, na ndio maana hata watu wote wanaopokea mfumo wa kidini na ndugu zetu majirani ambao wamepokea dini ile nyingine hawaendi mbinguni. Na ndio maana unahitaji kuwashuhudia na kuwahubiri, kwa sababu njia kwenda mbinguni ni moja, Yesu Kristo. Na kwa namna gani? Baada ya toba iletayo ondoleo la dhambi. Lakini leo nataka tuende hatua ya pili. Kwa nini twasherehekea? Wazungu wanasema Easter au Pasaka, na wiki ya kufufuka kwa Kristo. Bado sababu tunaposhika kusherehekea ni ule ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kufufuka kwa Yesu Kristo na kupaa kwake kwenda mbinguni ni uthibitisho kwamba ujumbe wa Injili ni sahihi. Vindication wazungu wanatumia, ni uthibitisho kwamba Injili ya Yesu Kristo na maneno aliyoyahubiri Yesu ni ukweli. Kwa kurahisisha, ni ukweli kwamba Yesu ni Mwokozi na amekuja kuokoa. Kule kufufuka kwake kutoka kwa wafu ni uthibitisho ya kwamba kila neno alilolisema katika Injili ni ukweli tupu, na ni kwa njia ya Injili tu, kusikia Injili ndio kunamwokoa mwanadamu. Na ndio maana nasema kufufuka tunasherehekea, kwa sababu ni uthibitisho kwamba kweli Yesu ni Mungu, ni mwana wa Mungu. Maana hata mauti, hata kuzimu haikuweza kumshika, na maneno yake anayosema nimekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea ni ukweli mtupu. Maana asingefufuka, ukweli ya mahubiri yake ya Injili yasingekuwa na maana. Nitilie mkazo kwa namna gani? Lakini nataka kutilia mkazo, tunasherehekea leo ufufuko na baadaye kupaa kwa Yesu, kwa sababu hiyo ndio ahadi ya neno. Alizungumza juu ya kusulubia kwamba atakufa na siku ya tatu atafufuka. Alipokuwa anasema, alipoangalia kwenye maandiko hawakumuelewa watu wale, hata wakasema alisema atafufuka, alisema. Lakini je, kweli hakufufuka? Alifufuka kuthibitisha kwamba maneno yake ni kweli. Mpendwa, huyu Yesu aliyekuokoa ni ukweli mtupu. Amekuokoa ili wewe uishi milele au uende mbinguni. Na sasa neno mbinguni, wakati mwingine tunapozungumza, watu wengine tafsiri yao inawachanganya, tafsiri yake inawachanganya. Anafikiri mbinguni ni baada ya wingu na wingu huko mbingu za juu mbinguni. Hapana. Kwenda mbinguni maana yake tutapokwenda, mbinguni ni mahali pa uwepo wa Mungu. Mahali pa uwepo wa Mungu. Maana yake tangu umeokoka umeingia mahali pa uwepo wa Mungu. Tunza kiroho chako uendelee kukaa mahali pa uwepo wa Mungu. Na ndio maana mtu wa Mungu, hata ukitokea na jambo tatizo, haukimbilii kama watu wa dunia wanaokimbilia sijui kwa waganga, sijui kwa nani. La kwanza maombi. Haleluya. Tunamkimbilia Mungu. Kufufuka kwa Kristo ni uthibitisho wa ukweli kwamba kila alichokinena Kristo ni kweli tu. Alikufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kusulubiwa kwake na kufa kwake, alikufa kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu apate kumwokoa. Hii ndio maana kama umeokoka sasa, nataka nikupe hatua nyingine unataka kuendelea. Amini ya kwamba wewe umesamehewa dhambi. Unajua kuna watu ambao pia waamini juu ya muujiza wa kusamehewa dhambi. Na kama hujafikia kiwango cha kwamba wewe ni mtu aliyesamehewa dhambi, utashangaa dhambi itakuwa sehemu ya maisha yako.
Miaka ile nikiwa kijana nahubiri katika mji wa Tanga, niwenda kumhubiri mchungaji mmoja, kama nilivyosema, akaniambia haiwezekani kuokoka watu wakiwa duniani, tutaokoka mbinguni. Huko ni kupotea. Kama kuokoka mbinguni, basi angetungojea tukifa tuhubiri huko. Mtu wa Mungu, wewe ni mtu uliyesamehewa dhambi. Ndio maana Kristo kwa ujasiri alipomwona yule aliyepooza akasema, umesamehewa dhambi zako. Mafarisayo na watu walikuwa wamemzoa wakashangaa, ni nani huyu asemaye kwamba umesamehewa dhambi zako? Wao walijua kwamba anayesamehe dhambi ni Mungu. Kwa kiwango cha Yesu walikishusha, kumwona ni mwanadamu, si Mungu. Nisikilize, kule kufufuka kwa Yesu na kupaa kwenda mbinguni akiwa hai hata leo, na hata kakutokewa kakuokoa, yadhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Haleluya! Ndio maana Injili ya Yohana sura ya 1 nasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kufufuka kwake ni uthibitisho kwamba yeye ndiye afanyaye yote. Msamaha wa dhambi unatoka kwa Yesu. Kwa hiyo, na kama msamaha wa dhambi umetoka kwa Yesu, basi ni kweli kwamba umeokoka. Ni kweli kwamba wewe umeokoka kama umetubu dhambi zako na kuziacha pembeni. Na dalili mojawapo kuonyesha kwamba wewe umeokoka ni hii: pale unapoona kwamba dhambi ikikushawishi, dhamiri yako inakushutumu ndani na kataa. Unajua, kwa mtu wa dunia hii, yeye dhambi haimshtumu, hayuko hai, anaona tu bora watu hawajamuona, anaenda kufanya. Lakini kwa mtu wa Mungu wa kweli, sauti ya ndani inamshutumu. Hiyo ni kudhihirisha kwamba umeokoka. Unaposikia sauti na piga vita, moyo unauma, usifanye kile ambacho ushawishi wa akili unataka kufanya. Na ndio maana mtu akiokoka, dhambi inakuwa imewekwa pembeni, ulevi unawekwa pembeni, uasherati unawekwa pembeni, uongo unawekwa pembeni, wizi unawekwa pembeni. Vyote hivi kwa sababu hiyo ndio mzigo ambao Kristo alikuja kuuondoa kwako. Zamani tulikuwa na kaimba, siku hizi nyimbo hawaimbi sana kama za zamani, sijui kwa nini. Zamani tulikuwa na kapambio nemba, mzigo wa dhambi utabana mlangoni, hauwezi kuingia. Mtu wa Mungu wa kweli, dhamiri yake na uhai, kitu chochote ambacho si sahihi inauma. Ukisikia inauma, inakukumbusha umeokoka, usifanye hilo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kufufuka kwa Yesu ambako ndio tunasherehekea siku ya leo ni uthibitisho ya kwamba kila alichokizungumza Kristo juu ya mwanadamu ni kweli tu. Ngazi ya pili, kabla sijaingia kwenye maandiko, kitu kingine ambacho ni cha ajabu sana, baada ya kufufuka, tutaangalia kwenye maandiko, alivaa mwili wa kawaida. He maintained his human physical body. Sasa kwa mtu asiyejua usiri na undani wa maandiko, anaona tu ndio. Lakini kwa nini hata alipotokea akasema ni mimi? Wengine wakamsema ni malaika huyu, akasema niguseni. Wengine akamgusa miguu, akagusa kweli. Akasema nipeni nile hicho ninachokula, akaweka mdomoni akala. Uthibitisho pia huu, kufufuka kwa Yesu na Yesu kuvaa mwili, inadhihirisha kwamba amerudisha ule mpango wa Mungu wa uumbaji aliomuumba Adam na Hawa. Watu wa kwanza walikuwa na mwili unaweza wenye kusikika, walikuwa na mwili, lakini waliumbwa waishi milele. Sasa nisikilize, kama utanielewa basi Mungu ni mwema. Maana yake na wewe katika kuokoka umerudishwa kwenye mpango wa uumbaji wa Mungu. Sasa ningekuwa na nafasi ningeenda zaidi ya hapo, lakini sasa hili sio darasa la wachungaji. Kwa leo wachungaji ingeenda zaidi hapo. Ndio maana nisikilize sasa,
Baadaye utashangaa sema Ufunuo kitabu cha unasema nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu ya kale na nchi ya kale zimewekwa pembeni, zimeondolewa. Nikaona mti ule wa bustani wa Edeni, nikaona mti umewekwa na mto. Maana yake Bwana ataturudisha kwenye uumbaji, yaani kule mwili, kwamba amemrudisha kwenye mpango wa Mungu aliokuwa nao tangu mapema wa kumuumba mwanadamu na kumweka itawale nchi. Sije ukafikiri, wengine wasifikiri mwili ule wa Yesu ulikuwa ni kama kivuli. Hapana. Maana yake ni kwamba alipouvaa anakuonyesha mwanadamu kwamba Mungu amerudisha mpango wake wa uumbaji. Haleluya! Mpango wake wa uumbaji, ambapo mbingu mpya na nchi mpya na mito mipya itaonekana. Soma kitabu cha Ufunuo. Na mto na miti yake vipi, tutakaa na milele na milele, lakini si katika dunia hii iliyopigwa na laana ya dhambi na kuharibikiwa. Kama una nafasi yako kitinjili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 9, Luka 24, 30, Yohana, nazungumza jinsi mwili wake ulipokuwa kama mwili wa kawaida. Niguseni, nionjeni, nipeni. Lakini sasa kwa ufunuo wa undani, maana yake ni kwamba amerestore, wazungu wanasema amerudisha ule mpango wa uumbaji wa Mungu wa Adam na Hawa kabla ya dhambi. Sasa kama hapo ni pagumu sana kwako, basi wewe tuamini tu kwamba Yesu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya pili katika mfumo huo, kwa nini aliinuka na mwili, ni kuthibitisha ahadi kwamba kama yeye alikufa akaenda kwa wafu na akatoka akaja na mwili, ndivyo itakavyokuwa kwako wewe unayeamini pia. Haleluya! Wewe pia utafufuka. Sisi sote tutafufuka kwa sababu tumemwamini Yesu. Huo ni ushahidi ya kwamba sisi nasi tutafufuka na kuishi milele na hata milele. Hii ndio maana nitilie mkazo kwamba kuokoka ni lazima kama mtu anaenda mbinguni. Kuokoka si labda mapenzi yako, ni chaguo lako. Hapana. Kuokoka ni lazima. Haleluya! Kuokoka ni lazima kama mtu anataka kurudi kwa Mungu na kama mtu anataka aishi milele pamoja na Mungu. Maana tunaposema mbinguni, tutasema kwamba ni mahali pa uwepo wa Mungu. Inasikitisha kwa sababu watu wengi wamepokea mfumo wa kidini kuliko mfumo wa kiroho. Mfumo wa kidini ni mfumo ambao hauna msamaha, utakaso wa dhambi. Ndio maana utashangaa mtu anafanya dhambi, anasema nitakuja kutubu siku ya Pasaka. Huyo amepokea mfumo wa kidini. Na ndio maana kwenye dini ya wenzetu pia wanajitahidi kuswali mara nyingi, ili kule kuswali mara nyingi, labda nafikiri ndipo atapata rehema za Mungu, atahesabiwa thawabu. Maana wanasema thawabu, yaani matendo mazuri yakiyapita mabaya, umeukata kwenda mbinguni. Sivyo. Msamaha wa dhambi, uokovu ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana tunasema mtu akiokoka amezaliwa mara ya pili. He is regenerated, kama wazungu wanavyosema. Amezaliwa mara ya pili. Maana yake ni hivi, alizaliwa akiwa na nyama na damu, lakini katika mwili wa dhambi. Lakini ndani ya Yesu Kristo tunazaliwa mara ya pili upya, tunamfanania Mungu. Ndio maana kwetu sisi, nisikilizeni wapendwa, tunapoliita jina la Mungu tutasema Baba yetu uliye mbinguni. Kwa nini tuseme Baba? Kwa nini? Tumezaliwa mara ya pili. Na ndio maana watu wa dini zingine ukisema Mungu ni baba yangu, we unakufuru. Na ni kweli, kwa sababu wao wanajua ni Mungu wa kutisha, wa kutupa watu jehanamu, basi ndio hivyo. Lakini kwetu sisi ni Baba.
Haleluya. Unajua ukiwa mtoto ni mtoto kweli kweli. Angalia hata ibada za watu waliokoka. Wakati wote watu hawa wanayemwabudu Mungu au vipi? Maana unaingia kanisani na miguu inaruka juu na mikono, haya twende. Wakati wenzenu wanajikunja, wanaenda kwa hofu. Jamani, kwetu sisi Mungu ni nani jamani? Sisahau wakati watoto wangu ni wadogo namna hii, siku moja mama alitokea upande ule, akamwona mama yao akaona ukimbia, alafu nami nikatokea upande mwingine, wote wakageuka kikimbia kwa baba. Manake kwetu baba ni mtu ambaye watoto wanapenda kumkimbilia, na hakuna anayesema fulani ndio atuombea, wala cha mtoto mkubwa wala cha mdogo wala cha nani, wote baba ni na mama ni nani. Na ndio maana hata kwenye makanisa ya kiroho hatungojei mchungaji atuombee au aombe kula salasi, tungojee kusema amen. Tukisema tuombe huyu, kila mmoja namtaka nani jamani? Wote. Kila mmoja akiwa tukisema kuombe anamtaka baba. Huyu ataita hapa, huyu ataita hapa, huyu atapiga kelele kule, mwingine sauti yake ni ya kunong'ona, mwingine hiyo. Sasa kwa mtu asielewa anafikiri ndio dini gani hii? Ndio nikwambie, kwetu sisi Mungu ni nani jamani? Ni baba. Hatungojei fulani. Mfumo wa kidini, tena dini zote duniani kote, dini zote, yule aliyewekwa madhabahuni, mkuu wa dini, ndiye anaongoza, ndiye anaomba. Wengine wote mnangojea, anasema maneno pale, ninyi wengine mnafanya, mnaitikia. Hauna uwezo wa kusema yala wewe mwenyewe. Ni mfumo wa kidini. Lakini kwa watu waliozaliwa mara ya pili ni tofauti. Ukimwambia tutaenda kwa Mungu na kumuomba Mungu, hangojei mchungaji ataposema ndio na yeye. Haleluya. Ndio maana wapendwa, kufufuka kwa Yesu ni uthibitisho kwamba sisi tumezaliwa mara ya pili. Na ndio maana tuna mara kwa mara tulitai sana jina la Mungu. Ni kweli namtaja Mungu sana, lakini mara kwa mara ukitaka kuomba tusema baba yetu. Hata yeye mwenyewe kwenda kufundisha sema salini mkisema hivi. Hakisema Mungu wetu uliye mbinguni, baba yetu uliye wapi? Mbinguni. Jina lako, ufalme wako, mapenzi yako. Unaona? Hebu angalia. Anasema mnapotaka kusali, semeni baba yetu. Na hicho ndio kitu ambacho cha tofauti sana cha watu waliookoka na ambao hawajaokoka. Sababu kwetu sisi Mungu ni baba. Ndio maana tunamlilia hata kwa machozi. Kama una shida unapiga magoti unamlilia kwa machozi. Sawa sawa na mtoto akikuomba kitu, wewe ambaye ni mzazi wake, kwa machozi utagusa, utampa. Haleluya. Sasa turudi kwenye maandiko. Wasomaji wenzangu, naomba mtanisaidia tena leo. Turudi pale kwenye Injili ya Yohana, sura ile, Injili ya Mathayo ile tuliposimama wiki iliyopita, sura ya 27. Sasa tuanzie mstari wa 62 tuendelee, alafu tutaenda Luka. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 27 mstari wa 62. Biblia inasema, hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, kwa kuwa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuwaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni mkalilinde salama kadri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri, pamoja na wale askari walinzi. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hebu angalia kwanza
watu wasioutambua uungu wa Yesu wanavyomdharau. Wanamuita yule mjanja. Yule mjanja alisema atafufuka, kwa hiyo turuhusu tukalinde. Na pia anasema haya, kalindeni. Wapendwa, ukimwona mtu anamdharau Yesu, analikashifu jina la Yesu, mhurumie. Wala usiende kugombana na yeye, wala usimfokee kwamba kwa nini unakashifu jina la Yesu. Usipanishe ghadhabu ya bure. Wewe msamehe, mhurumie, maana huyu yuko kwenye giza nene. Na hapa wanaenda kulinda ili pia kuthibitishia dunia na wote kwamba Yesu ni Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana pamoja na upinzani mkubwa utakaopita mtu wa Mungu, anaopita watu wa Mungu duniani kote, utashangaa wale waliokoka ndio peke yao ambao Yesu anajibu maombi yao. Yule mjanja usishangae. Na ndio maana hata ndugu zetu kusema Yesu ni Mungu, umewatibua atakashifu. Na waliopokea mfumo wa kidini pia ya Kikristo, Yesu ni Mungu, ni kweli, nakubali Yesu ni Mungu, lakini hawako tayari kuziweka pembeni dhambi zao. Baadaye tutakuja kuangalia kitu gani kinakuchelewesha mtu wa Mungu kwenda mbinguni ukakaa duniani. Ni kwa sababu kuna nafasi ambayo Mungu ameitoa, anasema enendeni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Kana nafasi yako ndio kana kufanya wewe uonekane uko duniani kama mtu wa dunia, lakini ukweli ni kwamba tangu ulipookoka wewe ulishakanyaga mbinguni. Haleluya. Somaji wetu endelea. Sura 28. Sura 28 samani. Sura 28 kitabu cha Mathayo, naendelea mstari wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee hatua kwa hatua kidogo. Na hapa ni wasifie kidogo wanawake. Ninyi wakina mama, ukiona mwanamume hajaokoka na kupinga, wewe msamehe tu. Lakini ukiangalia waliokuwa wajasiri namba moja kuliko wanaume kwenda kuchukua kaburi na kulichungulia, walikuwa ni nani jamani? Wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine si wachungaji, naangalia hata ukiangalia kikundi cha maombi kija jioni hapa cha maombi, wanawake ndio nasema wakina mama mna neema, na itunzeni neema. Maandiko yanathibitisha neema hiyo, kwamba mna ujasiri wakati mwingine kupita wanaume, na mnajitoa wakati mwingine kupita wanaume. Sikiliza basi kinatokea. Pakatokea tetemeko, kwa sababu Mungu ameamua kuingilia kati na kuthibitisha neno la Kristo kama siku ya tatu nitafufuka. Na hapo tunaangalia watu wa aina mbili. Walinzi walikuwepo, si ndio? Tetemeko lilitetemesha nchi nzima, sehemu nzima. Walinzi wale ambao hawajaokoka, hebu soma tena walikuwaje msomaji wetu, waone wale ambao hawajaokoka walivyo. Mstari wa pili. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Mstari wa tatu. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Mstari wa 4 hasa ndio nautaka. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Hebu sikiliza, wale walinzi walikuwa hawajaokoka, si ndio?
walikuwa wanafanya nini? Wanatemeka na kama wafu. Mstari wa 5, hebu soma kwa wale waliokoka, wanawake wa watu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi enendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya. Mstari wa 8. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi. Wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Sasa sikiliza, wakawa na hofu ya kumwogopa Mungu na matendo yake makubwa na wafanya, lakini ndani ya mioyo pia wana nini? Wana furaha. Lakini wale ambao hawaamini wakapigwa ganzi ya nini? Ya kifo. Ndugu zangu nisikilize, huyu Yesu aliyekuokoa ni kweli. Mshike, tunza kiroho chako. Sasa angalia wale walinzi waliowekwa, walinde sasa. Hebu angalia wanavyoaibika. Haya, mstari unaofuata, msomaji wetu, endelea. Mstari wa 8. Mstari wa 7. Nenda 11, endelea 11. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. Hebu tuangalie kwanza hapa. Ndugu zangu sikilizeni. Dini zote zilizoko ambao ni kinyume cha Kristo zinazungumza kinyume na Kristo kwa kuwadanganya watu. Na zinadanganya kwa safari ya kwenda wapi jamani? Dini zote. Na ziko tayari kufanya lolote. Kama hapa sio walitoa rushwa, wakawapa fedha nyingi, msiseme, msihubiri ukweli. Maana ilikuwa ni aibu kwa wakuu wa makuhani na wote watu wa dini waliopinga waliposikia kwamba amefufuka. Ndugu zangu nisikilizeni, nami nataka kuwatia moyo. Tunasherehekea leo Pasaka, si kwa sherehe tu kwamba tukale na kunywa, kwa sababu tunathibitisha ukweli. Huyu Yesu aliyetuokoa anatukumbusha na siku ya leo ya Pasaka kwamba kama yeye alivyofufuka kwa wafu, na sisi tutafufuka tena kwa kishindo. Hebu sikia maandiko yanavyozungumza siku ile. Parapanda ya Mungu itapigwa. Sasa ukisema parapanda inaonekana kama ni kakelele. Kutakuwa na kishindo cha kutikisa. Nilikuwa naongea juzi na marafiki wangu, wanasema siku hizi wa Amerika wamekuwa wajanja. Hata kwenye ndege marubani wanachanganya aliyookoka na ambaye hajaokoka. Maana wanajua kwamba kama unyakuo utakuja, anaondoka huyo aliyookoka, basi huyo ambaye hajaokoka ashikilie ndege ikatoe. Kwa watu wengine wenye akili wameshaanza kugundua. Na ni ukweli, tendo la unyakuo litatikisa dunia. Dunia itatikisika. Pale itikisika, sijui kaburi ka eneo. Lakini sikiliza, itatikisa dunia nzima kuthibitisha kwamba waliookoka wanaenda kumlaki Bwana mawinguni. Haleluya! Tunza kiroho chako, mtu wa Mungu. Somaji wetu, endelea. Mstari wa 9. 13. Wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. 14. Na neno hili likisikilikana kwa liwali, sisi tutasema nanyi tutawaondolea wasiwasi. Basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Naona neno la kumkataa Yesu kwamba si Mungu, neno la kumkataa Yesu kwamba limeenea kwa kutumia uongo. Ndio nikwambie, siku za mwisho hizi, nyinyi wote mna darasa langu la unabii na fundishaga unabii.
Hata kikundi ambacho kimeondoka kimetokea siku hizi duniani kinaitwa ISIS. Nafikiri mnakisikia. Kipo pale kuleta vitisho, watu wamweke Yesu pembeni, unyakuo wa ukose. Lakini namshukuru Mungu kwa Wakristo wa kweli, ndio maana ibandike ya makaratasi pale, wako tayari kuchinjwa na kuuawa kwa ajili ya Kristo. Kumwambia Kristo si Mungu wala si Bwana, wamekataa. Ndugu zangu, tunasherehekea leo leo sherehe hii ya ufufuko kwa Kristo. Si kwamba tunasherehekea siku ile, tunasherehekea kwamba unabii wa Mungu umetimia na sisi tutafufuka sawa sawa na ahadi ya Kristo. Maana andiko lasema, anaahidi kwamba sitawaacha kamwe hata ukamilifu wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe usimwache Kristo, mshike. Iache dhambi, iache ushawishi wa marafiki wabaya. Simama upande wa Kristo, mshike yeye na ahadi njema kwa ajili yako. Mstari wa 16. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Haya, tuangalie hapa sawa wanadamu. Hilo ndio tatizo linalowasumbua watu wengi. Mashaka. Ungea na mashaka, jina wokoka vipi? Ana mashaka na wokovu. Tuendelee. Kama na mashaka wokovu, hebu tafuta kuzama. Soma maandiko, rekebisha mambo yako ya kiroho, jitakase. Utashangaa sauti ya Bwana ndogo itakujia kuthibitishia kwamba umeokoka. Endelea msomaji wetu. Mstari wa 17. Mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaja kwao akasema, nimekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Mwenye mamlaka mbinguni nani jamani? Yesu. Mwenye mamlaka duniani? Najua mafundisho ya kidini yananihuzunisha wakati mwingine. Maana yanawaonyesha watu, hataki waonyeshe mwenye mamlaka ya kupeleka watu mbinguni kwamba ni Yesu. Hapo wataki kufika hapo. Wanafikiri kuswali sana na kufanya sana, kutoa sadaka na vitu vingine ndio vitakufanya uende mbinguni. Nimekabidhiwa mamlaka yote. Haleluya. Kwa jina la Yesu tunaenda mbinguni. Kwa jina la Yesu tumeokoka. Kwa damu ya Yesu tumesamehewa dhambi zetu. Na kwa imani ndani ya Yesu Kristo tunaenda sisi mbinguni, si watu wa dunia hii tena. Na nirudie tena kusema hivi, naposema mbinguni, usifikirie baada ya mawingu siji kupanda huko juu. Hapana. Neno mbinguni ni mahali pa uwepo wa Mungu. Wewe ulipookoka umeingia mbele katika uwepo wa nani jamani? Kinachongojewa ni badiliko na mwili wako, ukauvaa ule mwili ambao Mungu aliuweka, aliukusudia, akampa Adamu, akauharibu kwa dhambi, na sasa naurudisha kwa Yesu Kristo. Ndio maana maana yasema, kwa kuwa dhambi iliingia kwa mtu mmoja na uzima umerudishwa na mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tilie mkazo hapo. Kwa nini Mungu anatuokoa alafu anatuacha duniani? Tusiende moja kwa moja alafu asitufungulie kabisa moja kwa moja hii damu, huyu mwili wa kujaribiwa uondokane nao. Ungevaa mwili wa kimalaika watu wangekuogopa. Hata Yesu mwenyewe angekuja hapa na mwili wa kimbinguni watu wangemuogopa. Angalia hao wengine walikuwa namuogopa, hata wale wangekuogopa. Na ndio maana Mungu ametuacha kwa muda tukiwa katika mwili huu wa udhaifu na dhambi, ili tuihubiri Injili. Haleluya. Ndio maana mstari nasema enendeni mkawafanye mataifa yote
kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kile kitabu changu nilichoandika juu ya ujuzi wa Kipentekoste, Roho Mtakatifu na ujuzi wa Kipentekoste, nimejaribu kufafanua kipengele hiki. Enendeni mkawafanya mataifa yote na kuwabatiza katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba mtu anayeokoka lazima kwanza Mungu awe baba kwake. La pili, lazima Yesu awe Bwana wa maisha yake. La tatu, maisha yake shaki yaongozwe na Roho Mtakatifu, na ndio maana ndani anaisikia pia sauti ya Mungu. Nisikilize, watu siku za leo wameharibu. Wengine hata kwenye ubatizo wanasema jina la Yesu peke yake. Simasikia wako kwa Jesus Sunday, Yesu pekee. Lakini Yesu anasema mtawabatiza katika jina la nani jamani? La Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Huo ni ufunuo. Mtu ambaye anaenda mbinguni lazima ajue siri ya utatu wa Mungu. Haleluya! Ajue siri ya nini jamani? Ya utatu wa Mungu. Mungu kwanza ni nani jamani? Baba. Na tumeokolewa kwa njia ya nani jamani? Ya Mwana. Mungu Baba hakushuka kuja kutuokoa, alimtuma mwanawe. Na tatu, baada ya Mwana kupaa, tumeshukiwa na nguvu ya nani? Ya Roho. Ndio maana siku zote katika mahubiri nafundisha kwamba jamani, ukishaokoka hakikisha pia umejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ndio sauti ya ndani ya utu wako. Mkawabatize katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tena na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Sasa hapa niongeze pointi nyingine. Kwa nini Mungu anapotuokoa anatuacha duniani? Anataka tuukulie wokovu. Ulipotubu dhambi, ulisikia ni mwenye dhambi, ukaguswa moyoni mwako, ukatubu dhambi zako. Ni kweli, hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini pia wahitaji ukulie wokovu wako, ukue. Na kukua kwa kiroho ni kukabiliana na vishawishi vya ibilisi na dhambi ukavishinda. Kukua kwa kiroho, nisikilize, ni kumtumikia Mungu na wewe ukaifanya kazi ya Bwana. Ufalme wa Mungu ukautangaza, unakuwa ni chombo kwa ajili ya Mungu, na watu wengine wanaokoka kupitia kwako. Kwa hiyo ndio maana nasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kumshika Yesu na kuwafundisha wengine ni sehemu ya mtu wa Mungu wa kweli aliyeokoka. Mtu ambaye hajaokoka hata kumhubiri Kristo ni mdhaifu. Ila namshukuru Mungu, miaka ile nakuja mimi katika mji wa Tanga, jamani, hii kanisa chenyewe ya watu waliokoka vilikuwa kidogo, kile cha Makorora pale na Chubageni ndio ilikuwa inaanza. Tukikusanyika wote hatufiki hata 30. Mji mzima, mkoa mzima wa Tanga. Na tukienda kwenye madhehebu mengine yote yanatupinga kabisa kwamba sisi hatuhubiri ukweli, kwa sababu tunasema tunaokoka duniani wakati watu wataoka mbinguni. Lakini tuliendelea kuhubiri, tuliendelea kushuhudia. Sasa niwaambie na mambo mengine yakaanza kutokea. Tukaendelea kuombea mji wa Tanga. Kile kanisa pale kikachangukana. Mungu akautoa, wengine akatutoa, sisi tukaanzisha Assemblies of God. Palikuwa tukaanzisha Assemblies of God ya Msambweni hapa. Tukachangukana, tukaanza kumhubiri Kristo. Tulikuwa tunamhubiri, lakini tutakaa tukae pamoja pale tukae pamoja, lakini Mungu akatuchangua, tukaanza kufungua makanisa. Nisikilizeni wapendwa. Tukaanza kufungua makanisa na kuhubiri Injili. Uamsho ukaumiminikia mji wa Tanga, mpaka kwenye dini za wenzetu wale waliokuwa wanapinga wokovu, uamsho kaingia. Na mhubiri mmoja, mwinjilisti mmoja kutoka Kenya anaitwa GB, nimesahau jina lake. GG akafanya kosa moja kubwa sana katika mji wa Tanga, lakini jema katika ulimwengu wa roho. Kubwa kwa watu wasioelewa, lakini kwenye ulimwengu wa roho
ikawa kubwa. Tulikuwa na kwa mmoja wetu wa TBM, alafu tukaandaa mkutano mkubwa, miaka zile mikutano ilikuwa na huyo, alafu yakaamua kuombea watu Roho Mtakatifu hapo hapo hadharani pale uwanja wa Tangamano pale. Sasa wacho wa madhehebu mengine wajazo Roho Mtakatifu kuliko wa Pentecost. Roho akashuka, wakaanza kunena kwa lugha, kubujika. Walifika makanisani mwao, tena wanaendelea kunena na makanisani mwao. Ugomvi ukaanza kutokea. Umeleta upentecost kwenye madhehebu yetu. Na sisi pembeni tukawa tunamshukuru Mungu, tunashangilia. Na baadaye niwaambie, uamsho sio umeingia kwenye madhehebu yote lakini ukweli kwa sina ujua mji wa Tanga haukuwa hivi. Nakumbuka tukienda, mimi nilikuwa kiongozi wa vijana miaka hiyo ya kuenda kushuhudia uinjilisti kabla sijaitwa na Mungu kumtumikia kwenye uinjili, wakati bado ni mfanyakazi wa Tanga School. Tunazunguka kwenye huu mji wa Tanga kuhubiri injili. Watu walikuwa natoka, watu wa ajabu wale ambao hawana hata aibu. Wale ambao ni Wakristo wakisema manabii wa uongo wale. Sasa bahati nzuri mchungaji mmoja wa kanisa moja kule chini, silitaje basi, akatangaza kanisa lao kwamba manabii wa uongo wamekuwa wengi sasa hivi wanahubiri mitaani. Shika kashtuka, mbona hatujawahi kuona watu hao? Hamjaona? Hebu kawaangalieni. Watafuteni mtaona unahubiri. Kwa mama fulani wakakusanyika, wakasikia tunahubiri Chumbageni pale karibu na polisi. Jamani, ilikuwa tuna vibali na tulikuwa tunasimama na hubiri. Nahubiri pale, polisi hao wakaja kutusikiliza. Kwa masikio ya kusikia kweli kweli. Injili tunaihubiri. Yoni kwambie wakaokoka pale pale. Na wakahama kwenye kanisa lao kuanzia pale pale na wakatoa siri. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ambao hawajui mji wa Tanga wanauona kwa macho ya tofauti, lakini sisi tunaojua mji wa Tanga, kuna kitu Mungu amefanya katika mji wetu wa Tanga, kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Hii ndio maana Mungu anatuweka duniani ili umtumikie, na ndio maana ahadi ya Mungu anasema siku ile utapewa thawabu. Sasa wewe umeokoka lakini utumiki, ndio nikwambie hutapata thawabu. Kitabu cha Luka, msomaji wetu, sura 24. Wapendwa, siku ya leo ni ya muhimu. Niacheni nifanye kazi ya Mungu, kwa sababu watu wengine kusoma Biblia maeneo ya maandiko haya mpaka Pasaka ifike. Sasa nataka kufanulia isiye tabu tena kuelewa andiko linapozungumza. Leo ni siku muhimu. Mstari wa kwanza, msomaji wetu. Luka mtakatifu sura 24 mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumeremeta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, kisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nisikilizeni. Nataka tuende haraka haraka tumalize. Tunachoona pia kutukuza juu ya kazi ya Yesu ni malaika. Malaika pia walishuka kulihudumia neno na kuhojiana na watakatifu. Hebu fikiria akina Mariamu na Magdalena na wenzake waliokuwepo na Yohana, hawakuwahi kukutana na kuisikia sauti ya malaika hata kumuona hata mara moja. Mara ya kwanza waliona mtu anayemeremeta, hawakujua hata ni malaika. Lakini sasa kwa mara ya kwanza malaika anafanya nini jamani? Anawatokea. Ndugu zangu, niwaambie kwamba
tendo la kufuka kwa Yesu halijamgusa mwanadamu peke yake, limegusa mwanadamu pamoja na nini jamani? Na mbingu. Hata mbinguni kuna sherehe kubwa kwa sababu ya matendo yanayotendeka chini ya jua ya kumwokoa na kumtetea mwanadamu. Lingine niseme hivi, tangu wewe umeokoka mambo mengine huwezi kuyaona, lakini njoo nikwambie, hata malaika wanaitembelea nyumba yako, wanakupigania, wanakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukikaa katikati ya mtaa wa washirikina sana, wanapata taabu sana mtu aliyeokoka. Hata wakati mwingine wanakusanyika wafanye nini huyu mtu wakushughulikie, lakini kila wakishughulikia wewe hujui lolote. Lakini katika ulimwengu wa roho Bwana anakutetea hata kwa kutumia malaika. Bwana Yesu asifiwe. Tunza kiroho chako. Msomaji wetu endelea. Mstari wa 9. Wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mama. Sio Yohana hapa, Yohana. Yes. Yohana ni jina la kike. Ukisema Yohana mwanamume, Yohana tena tuna mama mmoja ndio Yohana hapa ndani. Tuendelee. Na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Tuendelee. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakuyasadiki. Ndio tatizo la wanaume, mara kwa mara mama akiwa kiroho sana wanaona upuzi. Baada ya kutilia mkazo, wewe mama uliokoka, hebu simama kwa Bwana. Kuna neema fulani ambayo wamama ni wako tofauti na wanaume. Katika mambo ya kiroho wako mstari wa mbele. Hata ukisema wanaume wasimame na wanawake wasimame hapo, wengi ni wepi jamani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, wanawake watatu wametajwa kwa majina yao na wengine wengi walikwenda kwa kaburini. Wanaume wangapi walienda? Tumsome mmoja alienda. Soma. Mstari wa 12. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakuyasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini. Akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastaajabia yaliyotukia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wangapi walienda jamani? Bwana wabariki wanawake. Bwana aliwabariki sana, maana mambo mengi utaona mstari wa mbele wa kiroho wa maombi. Nachunguliaga mimi wakati mwingine. Haleluya. Angalia hata kwenye kikundi cha sifa hapo, wanaume wanawake wako ngapi? Wanaume kwenye kwaya wako ngapi? Kwani hawana midomo ya kuimba? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wetu endelea. Mstari wa 13. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Hapo ndio tunaongezea wanaume wangapi wengine? Wawili. Badala ya Petro, haya mwingine. Haya twende. Lakini pia wana mashaka. Haya twende. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana ninyi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Wakajibu, wanaume hao. Yes. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo,
yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yuhai. Hebu simama kidogo hapa. Hebu angalia, hawa ni wanaume, kumbe hata habari za wanawake wamefanya nini? Lakini chofanya walifanya ni wao walishitushwa. Wamemaliza. Najua wakati mwingine hata kisaikolojia wanaume kazi yao wao ni kufoka tu na kupiga makelele, kushuka na kunyenyekea kitabu. Mungu atusaidie wanaume. Lakini angalia sasa, huyu ni Yesu mwenyewe anazungumza nao. Wanamgeukia tena kwa ukali. Wewe hujasikia kwamba hapa imetokea Yesu? Tulikuwa na hii sauti ya wanaume. Ana Yesu anajili kushuka tu. Endelea msomaji wetu. Mstari wa 24. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, ngoja sasa, hapo Kristo anasimama kuwakemea wanaume, ninyi msioamini. Maana kwa wanawake wamesikia, si ndio? Na kwa yule mmoja aliyekwenda kaburini wasione chochote pia wamefanya nini? Lakini kuamini moyoni kwamba amefufuka ilikuwa bado ni kitendawili kwao. Sasa Kristo anaugeukia anasema, anawakemea ninyi msioamini. Ndugu zangu, nasema hebu natuamini. Ninaposema andiko ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la ahidi na wewe utafufuliwa siku ya mwisho, ndivyo. Haleluya. Na msomaji wetu endelea. Mstari wa 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Asante. Andiko laonyesha kila kitu kilichofanywa Yesu, ukikiangalia kilishazungumzwa katika Agano la Kale. Hata mliokuwepo siku ya Ijumaa Kuu nafahamu ya kwamba baada ya kuyasoma andiko ya Agano Jipya tulikwenda Agano la Kale, tukafungua kitabu cha Isaya 53 hatua kwa hatua ya mambo yote ambayo Isaya alionyeshwa kabla ya Yesu kusulubiwa na kuteswa na hata kuhubiri Injili. Andiko nasema, nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Tatizo wakati mwingine ni kutokuzama katika maandiko yanasemaje juu ya ufalme wa mbinguni. Kutokuzama kuna kufanya upungukiwe. Ni afadhali kama mahali upaelewe, uliza ili uzame, umfahamu Mungu katika undani. Msomaji wetu endelea. Mstari wa 28. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa walipokuwa wameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa wanaume hawa ndio kiroho kinapanda sasa. Utaona watapoichapa Injili. Ndio maana mstari wa 2, mwanamume akipata sawasawa anapoigonga Injili hana huruma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kote huko mambo yote hawakusadiki. Sasa akawapa mkate na macho yao ya kiroho yakafanya nini? Yakafunguka. Tuendelee. 32. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani
na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo wanaume tuseme Mungu ashukuriwe kwa wanaume, akipata kitu sahihi hanyamazi. Ndio maana wainjilisti wako wengi. Bwana Yesu asifiwe. Wakaondoka, hawakutulia, hao mbio wanaenda Yerusalemu kuhubiri sasa. Na wanaanza kutangulia kuwaona wale mitume wanapohubiri. Waliposimama mitume sema Simoni Petro ndiye amemuona, wakasimama na wao wakaanza kuwapa hadithi nzima. Yesu alipowatokea njiani akazungumza nao. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume, haya hatua yenu ni kuhubiri Injili. Kwenye imani na kuomba mnaweza kuwa walegevu, lakini kuihubiri Injili simameni. Msomaji wetu endelea. 36. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnashaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa mimi ni mwenyewe. Shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa naye. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa vipande vya samaki wa kuokwa, akaitwaa akala mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Nisikizeni wapendwa, wakati wanazungumza, kwa sababu Kristo pia ana mzigo na watu waliokoka. Anawapenda waliokoka, anapenda jithibitishe kwa waliokoka. Ndio maana hata wewe siku zingine utashangaa Mungu anakutumia kwa maombi, mtu anatendea muujiza, athibitishe, akajitokeza katikati yao. Wakaona huyo, niguseni. Wakamgusa miguu yake. Angalieni mikono. Mna nini? Nipeni nile. Maana wengine walisema wanaona roho. Jamani, roho inakula. Ndio maana kwenye ufunuo wangu nimekupa ufunuo huu kwamba kwa nini Yesu alihifadhi mwili wa kibinadamu. Sasa kwa watu wengine hawajaelewa, lakini Yesu ndiye amerudisha ule mpango wa uumbaji wa Mungu tangu Adamu. Haleluya. Adamu alikuwa na mwili wa kula na kunywa na mwili wa kushikika, lakini aliuharibu alipofanya dhambi, alipokula matunda ya mti wa bustani. Lakini Kristo amekuja kuurejesha. Nipeni. Haleluya. Wakawa wanashangazwa, wanashangaa kuona, maana haijawahi kutokea. Na ni kweli ndugu zangu, watu maarufu ni wengi waliotokea duniani, lakini ni mmoja aliyemwaga damu ya ondoleo la dhambi. Ni mmoja aliyekuja kutafuta na kuokoa kichopotea. Ni mmoja aliyekufa akaenda kumnyang'anya Ibilisi funguo ya kuzimu. Ni mmoja aliyefufuka kutoka kwa wafu, na ni mmoja aliyepaa, naye Yesu Kristo. Haleluya. Somaji wetu endelea. Mstari wa 44. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, sehemu hii nimeshaihubiri katika mahubiri yangu ya utangulizi. Kwa nini Yesu alisulubiwa akamwaga damu? Alikuwa anatimiza madai ya Torati ya Musa, ambayo inasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Alimwaga damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi,
na andiko lasema ndipo akili zao zikafunuliwa. Sasa akasema la, ni kweli bwana. Torati nasema pasipo kumweka damu hakuna ondoleo la dhambi. Ndugu zangu, ndio maana tunahitaji kuwahurumia watu sana. Kwa neema ya Mungu alionipa mimi, nimezunguka dunia hii nzima na kuziona dini zote zilizoko duniani. Jamani, utawaonea huruma. Hasa dini kwa mfano za Kibudha, wanaweka sanamu ya mtu pale, na nimewambia mara nyingi, na wananyenyekea ni kwamba wanaenda kuipigia magoti, alafu atayumba upande huu, atayumba na upande huu, atatoa na sadaka. Unawafikiria watu hawa hivi zimo hata huko kichwani? Ukienda kwa hawa watu wa Shinto, pia Shintoism, dini ya Kijapani, utawaonea huruma. Wao wa Japani hawana makusanyiko, lakini kila unapotembea panakuwa na shrine. Kuna kama kajivuli ka ujengo hapo, unapopita njiani, ndimo njiani tu, na mtu mwingine ambao hujui, unaweza usijue kama ni mahali pa dini, lakini unapita pale na sadaka. Yaani utawaonea huruma, na ndio maana kuhubiri injili ni jambo muhimu. Madhehebu, dini ziko kama 11 huko duniani, lakini dini nyingi zizo nyingi kama 9 zenyewe zinaabudu sanamu, na zina watu wengi. Wa China kwa mfano wana dini yao. Yaani ni maajabu matupu, unawaonea huruma. Ingawa sasa hivi watu wa Mungu wamejitokeza. China ilikuwa nakatata Biblia kuingia, sasa injili inahubiriwa, na Wakristo wa China wako kiroho cha hali ya juu, wameokoka, wanaenda mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukienda Ulaya ndio utashangaa, Wakristo kanisani ni vizee. Ukristo umeachiwa kizazi kilichopita, wao vijana ndio waingie kabisa. Hata katika nchi ya Marekani sehemu fulani fulani pia madhehebu fulani fulani, ukiondoa madhehebu ya Assemblies of God kule Amerika na Kibaptisti kidogo kule Amerika na Presbyterians kidogo, lakini madhehebu mengine yote wanaokwenda kusali ni wazee. Nilipokuwa Washington, jimbo la Washington mwaka juzi kwenda Amerika, naingia na rafiki yangu heri kwenye kanisa moja pale kutoa huduma. Mchungaji yapi, vijana waliokuja kanisani nafikiri walikuwa 3, kama sio watatu ni 4, wengine wote ni vibabu na vibibi. Wakapewa na zawadi kule, kwa vijana tu kuja kanisani wakapewa na nini? Ndugu zangu, nisikilizeni. Ilibidi Kristo atimize masharti madai ya Taurati. Tusingeupata wokovu kama singemwaga damu yake. Yakasema, ndipo akawaambia kwamba ilibidi Kristo ateswe na kufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote yahubiriwe kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Hebu sikilizeni wapendwa. Habari ya kuhubiri wokovu ilianzia Yerusalemu, ikaenda Galilaya, ikapandisha nchi za kaskazini Antioch, zikaenda Ulaya, Marekani, ikaja huku kwetu Afrika na nchi za Latin America. Huku Asia walipopeleka neno liliishia hapo, halikufika mpaka India. Upinzani kwa mkubwa, na ibada za sanamu, kianzia sanamu zinaanzia India, China, unaweza kupandisha kwenda sasa Korea ya kaskazini na kusini, Japan. Wale wahubiri waliopelekwa, walioteswa kwenda maeneo hilo hawakwenda, na ndio maana sasa wao wameweka kama sawasawa na sisi. Na huko Afrika ilikuwa ni juu ya jangwa la Sahara. Nchi kama Libya ilikuwa ndio inaitwa Cyrene wakati ule, ilikuwa ni ya Kikristo. Misri ndio hata chuo cha kwanza cha Biblia kikojenga, mji wa Alexandria. Lakini kule kunyamaza kwao kutokumhubiri Kristo kulifanya nchi zingine zipite kwenye ubaridi wa kiroho, na sasa kifo cha kiroho. Tunamshukuru Mungu, uamsho
umetokea siku za mwisho. Sisi sote hapa tu kazi ya maendeleo ya kazi ya Mungu ile ambayo waliofanya watu wa Yerusalemu. Na wewe endelea kwa majirani zako na marafiki zako ambao wako gizani. Wala ujumbe sio mrefu tu, waambie Yesu ni Mwokozi. Yesu huondoa dhambi. Na wakati mwingine hata watu wengine wa kidini ni rahisi na kuwahubiri. Unajua tuwahubiri tamani kuna fundishana namna ya kuhubiri. Unamuuliza mtu, je, umeokoka? Tashangaa mtu anasema haiwezekani kuokoka duniani. Hapo ndipo naanzia. Mwingine sio ukimwambia sema nimeokoka, nimeokoka. Unaongea swala pili. Je, umejazwa Roho Mtakatifu? Sasa kama alidanganya nimeokoka tena Roho Mtakatifu nimepata. Ndio nani huyo Roho Mtakatifu? Na unajua huyu mwenzangu huyu anahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwa Mungu anataka tuwahubiri wenye dini na wasio na dini. Yaani mtu yote ambaye hajaokoka huyo ni mlengwa wa kuhubiri wengine. Lakini kama ameokoka, jina la Bwana libarikiwe, muinue kiroho. Unajua kuna wengine wameokoka katika mfumo huu wa uamsho wa siku za leo, lakini kiroho chao kiko chini. Sasa wakati mwingine mtu anataka kumhubiri yule ambaye mwenye dhambi, huyu ambaye ameokoka lakini kiroho chini hataki kumuinua ili ajazwe Roho Mtakatifu fana na yeye. Lakini hiyo ni siri kubwa. Lakini semalo, hebu jitokeze kutunza kiroho chako. Huyu Yesu aliyekuokoa ni kweli tu. Malizia mstari wa 50 mpaka 52, 53. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu yeye wenye furaha kuu. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize fundisho letu na mahubiri yetu ya leo kwa kusema hivi. Akawaongoza mpaka Bethania. Bethania tunaweza kufanya mahali pa kuabudu. Kama wewe Mungu alipokuokoa kakuleta hapa Kombezi, Bethania yako kakuleta hapa. Lakini cha zaidi ni kwamba mahali hapa ni mahali pa kupokea baraka. Ujumbe huu ukiuweka katika matendo utabarikiwa. Ndio maana nasema akainua mikono yake akawabariki. Haleluya. Wanaomhubiri Kristo wamebarikiwa. Na wewe kama unataka kubarikiwa, hebu muinue Kristo katika maisha yako. Mhubiri Kristo. Ndipo alipotamka mbaraka na kuwabariki. Ndugu zangu, ndio maana na washuhudia wakati mwingine mimi nikiwa mchanga sana kiroho. Maana unajua wokovu ulianza Songea, lakini sikukaa muda mrefu. Nilipokuja hapa Tanga ndipo nikashangaa naona wachungaji wanakemea mapepo, na mimi nawaangalia. Sikuwa nimewahi kujua kuona kuna mapepo wala yanakemewa. Wanayakemea. Nikaangalia anapoyatoa mapepo. Nikasikia kuna Mnyakyusa mmoja huko na Mwakizaro wamemfunga na kamba na kichaa. Nikaenda kumsalimia kuangalia Wanyakyusa huko. Na mimi roho ile niliyojifunza kwa wachungaji au kemea pepo, na mimi nikaanza kukemea. Walikuwa wamemfunga na kamba. Nilipoanza kukemea pepo zikamtoa, tuko 10. Kemea. Akili zikamrudia, hata wakamfungua kwenye kamba. Sasa wakati nakemea pepo la 9 yalitoka, likabaki moja la 10. Sasa mimi nilikuwa nimechoka. Sasa nikasema nikamwambia wachungaji waje walitoe la 10 ile ambao linachelewa linang'ania kutoka. Wengine mle washirika wa muda mrefu hapa nafahamu historia hiyo. Walipoona kwamba amefunguka akili, wakamtia kwenye basi alfajiri kesho yake la kwenda mbele. Basi story kaishia hapo. Lakini cha maana nikashangaa, hata mimi niliyemchanga Mungu ananitumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya kwanza mimi nikatoa pepo hiyo, nikakemea pepo ikatoka. Kwanza nilipokuwa nasikia wanatoa pepo kana nilikuwa naangalia tu. Na kwanza ikawa nimeshangaa, maana sikuwa na ujuzi na habari ya mapepo. Lakini Bwana akanitumia. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, huyu Mungu aliyekuokoa yuko tayari kukutumia.
Lakini atakutumiaje wakati umejikaa nyumbani? Atakutumia unapoihubiri Injili, unapokutana watu wenye wagonjwa na wenye shida. Na ndio maana sasa mara kwa mara natia mkazo, ukimkuta mwenye shida. Unajua watu wengine wanasema sasa nikimwombe asipopona je, si watanishangaa? Kwani unayeponya ni wewe? Anayeponya ni nani jamani? Yesu aliye ndani yako. Yesu aliyekuokoa. Wewe unatakiwa uweke nini? Utaweka mkono juu ya mgonjwa na atapata nini? Wewe bandika mkono. Mwambie Bwana Yesu akutokea kuponya wewe mtu. Na ukimaliza sema amen. Ondoka zako. Wewe sehemu yako umefanya nini? Sasa Roho ndiye atamtokea mtu yule. Wewe uponyi, ni chombo cha Mungu cha kuponya watu. Sasa mtu mwingine anasema sasa nikihubiri huku wasipookoka, kwani unaokoa ni wewe? Anayeokoa ni nani jamani? Wewe lihubiri neno, mwambie mtu ukweli. Wewe ukimwambia ukweli, mwachie Mungu ndiye anayemuokoa. Baada ya hapo waliendelea kumwabudu, kumsifu na kumpa utukufu. Hebu endelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli, msifu na kumpa utukufu. Tusimame. Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengi. Bwana kiti cha rehema, kiti chako cha rehema, mimi naitazama, nayo magoti napiga pale, na mimi nisamehewe. Yesu Bwana, Yesu, 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 haleluya. unisikie unapozuru wengine, Bwana, hebu muinulie Bwana mikono na tuendelee kumsifu Bwana. Na mimi nasema leo kama umeokoka, hebu toa shukrani kwa Bwana aliyekuokoa, na mweke nadhiri kwamba utaendelea kumwabudu katika roho na kweli na kumcha. Yesu, Yesu, Bwana, hebu jiombee. Bwana anapozuru wengine asikupite, asikuache. Bwana ndiye aliyekuokoa, kaa katika mipaka yake. Bwana ndiye aliyekuita wala si mwanadamu. Hebu mshukuru kwa ahadi yake kwamba hata wewe utafufuliwa siku ya mwisho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako ambalo Bwana umenipa kama mtumishi nilinene kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, kanisa lako mahali hapa. Bwana, kwa sehemu nimetenda, nimefanya, lakini Roho wako Mtakatifu na ashukie baba huyu na mama huyu na kijana huyu, Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, Mungu
mwingi wa neema na kumuinua kiwango cha kiroho, katika jina la kumuinua kiwango cha imani. Asante Yesu. Bwana, asante kwa sababu Yesu, wewe ulitimiza mahitaji na madai yote ya Torati na manabii Katika jina la uliposulubiwa msalabani, na zaidi ya kusulubiwa msalabani, ulipofufuka kutoka kwa wafu, ukatuelekea mfano kwamba na sisi tutakufufua siku ya mwisho, maana neno lako latuahidi ya kwamba utatufufua siku ya mwisho. Mkumbuke mwanamume huyu, mkumbuke mwanamke huyu, mkumbuke kijana huyu wa kiume na wa kike, mkumbuke hata mtoto huyu mdogo. Bwana, asante kwa ufufuo na wokovu ambao Bwana umetufunulia. Tena asante Bwana kwa ahadi yako kwa siku ya mwisho. Nibariki kanisa lako na wabariki watakatifu wako, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.